Asante sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Clarkson Maono Mwita. Mimi ni mwakilishi wa wodi ya Masaba katika lugha ya Kimombo, Masaba Ward Representative at the county level. Asante sana. Rais kututembelea hapa Migori County, tunashukuru sana. Ni nadra sana muone rais ameenda mahali, sababu huwa kuna very tight schedule. Mimi niliona wale marais wa nyuma hapo nyuma hawakupenda kuja hapa sana, lakini nataka nimshukuru Rais Ruto ya kwamba anakumbuka watu wa Migori sometimes kwa wakati huu, si kama vile hapo nyuma. Japo kuna changamoto mbalimbali ama kuna maoni mbalimbali, mimi kitu ambacho ningesema, rais alikuja Migori, mimi nimekuwa pale Awendo na tulikutana pale kama leaders meeting. Ilikuwa ni sherehe, ilikuwa kubwa sana ambayo ilihusisha watu wote katika kaunti yetu ya Migori. Katika kaunti yetu ya Migori. Na ninataka kwanza nishukuru wale ambao waliopanga hiyo hafla. Na wakati rais amekuja, ameongelea mambo mingi tu ya hii kaunti ya Migori. Kaunti ya Migori iko na 8 sub counties, ama tuseme 8 constituencies. Kwa hivyo kila mahali alikuwa anatouch kitu ambacho kinaenda kufanyika hapo. Na mimi nikaona ya kwamba ni vizuri pia mmekuja leo kuniuliza kufika kwake rais katika kaunti ya Migori ilikuwa na maana. Mimi nimesema ilikuwa na maana, lakini tuliona sehemu mbalimbali kama pale Migori Stadium wamesema 800 million. Tukaona pale Nyatike irrigation scheme amesema over 200 million. Nikaona yule waziri anayehusika na stima amesema Gogo Power Station. Kaongea mambo ya Masaba Power Plant hii yenye iko hapa Ntiange kwa wodi yangu hapa. Na mambo mbalimbali. Na pia wabunge wakasema kuna vitu zinaendelea. Mimi nilishukuru tu mheshimiwa president kwa sababu kwa zile vitu alisema, kuna barabara alisema ambayo inatoka Nyamagagana Kombe inaenda mpaka Onyarobiro. Na nakumbuka akisema instead ya kusema Onyarobiro akasema Orobiro. So mimi nilishukuru kwa hiyo kwa sababu hii barabara ya Kombe imekuwa ikisumbua watu sana katika wodi yangu. It's a very economical road ambayo iko na magari mingi. So mimi hiyo barabara akituwekea lami kutoka hapa Nyamagana mpaka pale. Na ninaomba mbunge ambaye tuko naye Mheshimiwa Matias aendelee tu kusukuma yeye. Aweke hiyo barabara lami kwa sababu ni barabara iko na watu wengi, iko na magari mingi. Ni kama tu yenye tunaona hapa Migori Kehanja. Kwa hivyo mimi nitakuwa nimeshukuru kama mwakilishi wa wodi ya Masaba. Japo rais kukuja kwake hapa kumekuwa na mambo tofauti. Wengine wakiona wamepata mingi, wengine wamepata chache. Mimi ningesema ya kwamba next time president akikuja hakikisha kwamba amebalance hizi 80 constituencies zetu. Hii ni kama uko na wanawake 8 ama sivyo. Uko na mwanamke anaitwa Kuria East, mwanamke anaitwa Kuria West, mwanamke anaitwa Nyatike, mwanamke anaitwa Awendo, mwanamke anaitwa Suna West na Suna East, na mwanamke anaitwa Rongo. Sasa wakati ukipea mwanamke mwingine kubwa kushinda mwingine, then katika lugha ya Kikuria wanasema na rabe ni hali. So hiyo ndio ninaona kama president, wale ambao wako karibu especially wabunge wetu na governor wetu wakae wamuelezea wakati anafanya hivi vitu, hakikisha kwamba we are all well represented, and that is what we need, equitable sharing of the resources within this county. Hii mambo ya kiwanda ya Ketonganya mimi nitasema is a thorn in our flesh. Hii ni mwiba, iko tumedungwa kama mwiba. Hii kiwanda hata kabla niongee mambo na rais ya kwamba angekiongelea. Hii kiwanda mimi nataka nishukuru wale ambao walikuja na idea ya kuleta hii kiwanda hapa. Sisi kama watu wa Masaba tulipeana land. But hiyo kiwanda is Migori County Sweet Potato Factory. Hii kiwanda tulipea county shamba wachenge kiwanda. Na tukajua hii kiwanda kama ingekuwa ingeajiri vijana wetu kazi. Kwa sababu hapo tungekuwa tunafanya production hapa kwa shamba, mambo na kilimo inaendelea, watu wanapanda viazi. Wanauza pale, wanapata lishe, and that could even improve our status, our standard of living. So mimi nataka nishukuru yeye regime yenye ilipita ya governor bado kukuja na hiyo idea. Na mimi nimefanya research. Nikasikia kwamba kuna watu, baadhi ya watu pamoja na huyo governor walikaa chini. Wakaenda mpaka kwa devolution ambapo wakati huo yule ambaye alikuwa former PS Maro alikuwa kwa Minister of Devolution akiwa kama permanent secretary ama principal secretary. So it was just a memo yenye ilichoro tu hapo within the county. Na nilisikia by that time kulikuwa na Edicha Gambere kama chief officer wa agriculture.
na kukawa na warembo wawili hapo katika Department of Agriculture wakiwa kama directors, na huyu msichana wetu hapa Sheila Gat wakakaa chini wakaandika hiyo kitu, wakaendea Marwa huku juu. Marwa akasukuma kupitia devolution wakati huo, tukapata hii kiwanda ya Getong'anya Sweet Potato Factory. Hii Getong'anya Sweet Potato Factory ni mradi ambao uliletwa na European Union from the national in conjunction na county government. Sawa sawa. Sasa mimi my expectation wakati nimeingia nilikuwa najua lazima ikiwanda hivi inafanya kazi. Governor Ochilo amejaribu. Hata kwa hii ward yangu amenifanyia maendeleo mingi sana. Pati hii kiwanda inampiga. Hiyo mimi siwezi ficha. Unajua ni vizuri mtu anasema ukweli. Mimi nimekuwa Kuitembe. Watu wanauliza hii kiwanda. Nikienda Kegonga watu wanauliza hii kiwanda. Nikikuja hapa kwangu watu wanauliza hii kiwanda. Hii kiwanda si ya Wakuria tu. Hii ni kiwanda ambayo ikikua itafaidi watu hata from the external areas. Tuseme from the international areas. Watu wanatoka ng'ambo huku they come and invest here. So mimi kitu ambacho nilikuwa nasema, singesema mbona president hakugusia hiyo kiwanda. Angegusia huenda hakuambiwa. Si ndio? Na mimi siwezi jua kama aliambiwa ama hakuambiwa. Si ndio? Mimi nataka tu niambie wale leaders wetu ambao tuko na wabunge 8 na tuko na governor mmoja. Na tunapenda governor and we are supporting the governor 100%. Na hii ward yangu nimekuwa nikiambia watu simama na governor because hizi tunaona maneno inatendeka hapa hata kama ni kidogo nini kubwa nini is because of that governor. So there's no way unaweza piga ng'ombe na unakamua ng'ombe. So tusimame huyu governor, but we have to tell our governor kwamba this factory of Getong'anya Sweet Potato, Migori County Sweet Potato Factory is a ton of in our flesh. Because mimi nimekuwa nikikutana na vijana wengi hapa wakilia employment. This can act as a source of employment in this county of ours and even in Kenya. So mimi nataka tu niambie wale wabunge wetu 8 wakiongozwa na Junet Mohamed na mbunge wangu Matias Robi na Kitayama hapa juu na governor na wale wengine akina Nyamita wote, siku wakienda kwa president because hao ndio wanaenda kwa president. Sisi MCAs hatufikiangi president. Hiyo tunasema ukweli. I don't want to hide. Call a spade to remain a spade, ndio. So wakienda pale next time, let them speak about this factory. Kama president anaweza kuja atoe milioni 800 huku, zingine atoe 200. Huwezi niambia president anaweza shindwa kutoa milioni hata 100 kwa hii kiwanda. Si ni ukweli? Hii kiwanda wakulima wetu walipewa mbegu. Wamelima viazi. Hata mpaka saa hii wamelima viazi. Kulingana na statistics inaonekana ni kwamba juzi walikuwa wananiuliza mheshimiwa, tulipewa mbegu tunapeleka wapi? Utajibu ache wewe. Na hii kiwanda hakuna MCA Kenya, hata mimi ni MCA mwenye ako na uwezo wa kutengeneza hii kiwanda. Hata wakinitoa mimi Clarkson, walete MCA kutoka Mount Elgon. Na wezi hii kiwanda piwali ni hawa kubwa wetu waonei maneno wakiongelea. Wabunge wetu wote 8, hii kiwanda ni ya county, si ya constituency, si ya ward, ni kiwanda ambayo ni ya county mzima. So let us call us better spade. Let us be realistic. Number 2, hii kiwanda pia, me have 3 remedies here. Hii kiwanda iko kwa Department of Agriculture, ambayo hiyo department inaongozwa na kijana kutoka hapa kwetu, akiwa kama CC, Honorable Mosenda. Honorable Mosenda lazima akiwa kama Mkuria na kiwanda iko Kuria, lazima tujue ya kwamba how far has he reached? Do we have the regulations? Do we have the policies? Where has he reached? He should come and tell the Kurian people and even the Migorians, this is what we have done and this is what we have achieved and this is what is remaining. Now, you people, what can you help me? That's the things we can do as leader from here. Si ni ukweli? You know, we cannot blame the government each and everything we blame the government. And that's what the government as a structure of the government. Kuna mawaziri, kuna machief officer, kuna madirectors. They are going inside and to know what is happening among our people, what is happening within our people. And they bring the data back to him. So that is what I want to say. Anyway, hii kiwanda pia, governor, ningeomba governor wa Migori. Jana tulikuwa pale Kegonga. Na tukaona pale tulikuwa tunashughulikia mambo na coffee production, mambo na kahawa, si ndio? Tulikuwa pale Ntimaru. Tulipokuwa pale Ntimaru, mimi niliona kulikuwa na idara ya kilimo ikishughulikia wakulima pale. Na kukawa na idara ya trade, industry and what? Cooperative, ambaye pia inaongozwa na msichana wetu Dr. Betty Samburu. Walikuwa pale. Manake pia hata hii kiwanda hii ni viazi. Kuna upande wa wakulima na kuna upande wa investment. Governor alete wa trade department and the trade department and industry aweke pamoja na hii agriculture, so that the trade wakileta kutoka hapa, agriculture wanaleta kutoka hapa, hicho hadi itaamka. 3, saa hii pia running a factory is hectic.
Juzi tumeona rais akiongea kuhusu mambo ya Sony. Si ndio? Sony imekuwa supported na national government. If the president support this factory, it will move. Kama venye Sony sasa imeamuka. Si ndio? Sasa governor can also talk to the president. Si ndio? MPs can talk to the president that we have a factory here. The president will give money. And at the end of the day, we'll have moved. Si ndio? What we need is the running of that factory. Another option, we can also look for investor, we privatize the factory. We listen to the investor, not only somebody coming from Kenya. Tunaweza pata mtu hata kutoka ng'ambo, hata UK. So far kiwango imechengwa na European Union. So tukipata mtu kama huyu, akuja invest hapo. Ataandika hawa mama wenye watakuwa nasomba maji, watu wa kulinda hiyo kiwanda, vijana wetu hawa wote, hiyo town yote hata Getonganya pentu itainuka ikuwe town kubwa. Not running. And as we are calling the government to chip in, get avenues, get resources, and it move on. Employ our youth outside here. We cannot see our youth suffering outside here. And we have something that can keep them busy. Leadership is a call from God. When you are chosen, you are given mind to lead. So, I'm speaking as Honorable Clarkson on behalf of the people of Masaba and even the entire Kuria, because I've heard the cries of the Kurians. The Kurians want the factory to come up. Yes, and I have to address this issue without fear or any contradiction. And this factory, I know even our opponents is what they are going to use. Yeah, even those who are coming to vie for the governorship from here. It's not only the governor Chiro will run for the governorship in 2027. The other members will come even looking for the same position. When they come here and tell people, hey, Kiwandi imelala imefanya hivi. So how do you feel? How do you know that we as leaders from here we feel? Very bad. Sindio? So it is the status of our governor. We love our governor, and I refer the governor Chilo. I've been telling my people all over, everywhere I go, I speak him. Even today, I've been telling these people, all of them, support the governor up to 2032. He's a very excellent governor. He has done a lot. But where we see there's a gap, we need to close the gap. Ambassador Wambura anatoka kwa odi yangu hapa Kitengani. Mimi nimeona hiyo maneno social media. I'm not an appointee. The president is the appointee. Lakini kitu najua ukikuwa ambassador kuna time limit. Ya either 48, I think 2 years, 48 months. So you can renew, ama you can redeploy it. When that thing happened, I called Ambassador Wambura, who was deployed in Burundi in the other 2 previous years. I talked to him. Akaniambia mheshimiwa president is aware and he knows that I'm here. He knows that he's going to do something, isn't it? So I'm also waiting. But I want to tell the president that it is good that we add rather than subtract. We Kurians, our 2019 Kenya Bureau of Statistics, it says we are over 400 Kurians. That is a large number of people that we need representation at the county level and at the national level. Are you getting what I'm saying? At the county level, at the national level. So at the national level, we are very happy that we had the ambassador and we have the PS. And I want to thank the president on this. Sincerely speaking, I want to thank the president. Me, I've been voting Raila Amolo Odinga as my preferred candidate. In all the previous, even Uhuru Kenyatta when he was vying for president, 2 times I voted Raila. I said the truth of the matter. But once Raila came to the People's government, now I went to Mengia kwa serikali. So I knew we as Kurians, as people coming from Nyanza, we are going to suffer. Because we are not singing the song of Murima Murima. We are singing the song of Nyanza people. And the Nyanza people, Kuria people are included. So when the president is appointing ministers, let even Kuria have a bendera. We need a flag coming into Kuria. It's not that a mass and every time we see flags going to Homa Bay, Kisumu and the other areas. We are also Kenyans. President ni mtu mzuri, akumbuke wa Kuria atulete bendera moja. Secondly, I want to thank the president. In fact, this time, me I'm going to vote Ruto. Let me tell my people the truth of the matter. Unless things change going forward. Kama vitu itachenjanga huku mbele, sijui. Lakini sasa nikiulizwa pigie nani utapigia kura nitampigia. Ask me why. Reason, unaona PS Motari. PS Motari huyu anatoka hapa Nyamutiro, not Nyamutiro hapa Nyabikongori. PS Motari, that was a positive thing president did to the Kurians. I speak from the apex of my heart. President Ruto appointing PS Motari, Joseph Motari, as the PS for Labor and Social Protection. That one I mark 100 plus 50% to make it 150%. If it is there, that mzee
PS Motari ni vile ako mmoja. He has tried to help the Kurians. Amejaribu kusaidia Wakuria. Amejaribu kusaidia rais apate kura hapa Kuria. Yeye huwezi mpata aje kwamba yeye ni mtu wa huku juu. Yeye anadili na east na west. Unamuona ako Mabera, ako Masaba, ako Ukeharaka, ako huku Mtimaru. He's doing everything. He does not consider things of clanism. I know he's a PS who is serving the entire nation, but sometimes let us call a spade a spade. PS Motari, where he is, we are saying, huyo ni kumi bila break. Huyo ni kumi bila break. And I will even pray for his family, that God guide him, God give him wisdom. He also help us, we who are here. Na mimi kitu ningeomba tu PS Motari, akwe tuna hiyo roho. Kuna roho safi. Ukimuita hata akuje kuinua wamama wetu hapa, ainue vijana wetu hapa, anakuja. He has come over 3 times. Last time I saw even his wife akipita hapa anasalimia wamama. Hata kuna mama mwingine nyumba ilikuwa imemwangukia, nyumba ya nyasi, akamjengea hapa nao. Those are the people we want in the society. People who can support local mwananchi, yule mwenye ana uwezo, yule mwenye ana mbele wala nyuma. Because the voters are these people who are down here. If you don't respect them, who will you respect? Nobody. Sindio? So mimi, I want to thank the president for appointing PS Motari, but I'm also asking the president to appoint more, even from Kuria West here. At least if we have one, I support yule mzee PS Motari, we will move on. Kuria will be a good place to come and venture, isn't it? Yeah. I want to advise those who are appointing, those are the appointing officers, like the governor and the president. When they're appointing these people, avoid giving retirees jobs. Why do you go and give retirees who have given time? Their time is over. You give them job. And you leave these jobless leaders outside here. Give the youth to serve because they already have the experience. And for me, they should even nullify this issue of that when you want to go to a certain job, you must have certain experience, I don't know, 10 years, 10, 20, so what? Where do you want somebody to have an experience of 10 years to get an appointment? To get appointment, to get a job? No. Let them remove those such nonsense. And we shall clear this issue of youth rioting outside here. And you cannot minus the role of the youth. If you want to be re-elected or to get elected, you must support youth from the interior part of them. Not from outside, from inner circle. And you'll have moved over. Isn't it? That is it. I was criticized that why Clarkson has joined the Mandamano in Migori County. Because I was listening from what the people wanted in Nyanza. But now Nyanza tunaona president anakuja. Kitu nimesema ni kwamba president abalance wa akikuja. And by the way, we expected next time when the president comes here, let him come to Kuria. Na akikuja Kuria tunaomba kwa heshima. Akuja awekewe tents. Kiti akae hapo tuongee naye, si kwa gari.